jenga taswira gani? Yani taswira ya kwanza ambayo inakuja haraka ni kwamba bodi ya ligi walikuwa wanahitaji kutafuta suluhu, ni jinsi gani ambavyo wanaweza kupata suluhu dhidi ya Young Africans na kwenda kuupata huu mchezo wa dabi, mchezo ambao ulifutika, ulikuwa haupo, na ni jinsi gani ambavyo tarehe 15 watu wangepata faraja kuona mchezo wa dabi ukichezwa. Lakini yote kwa yote Yanga wameenda pale wakawasikiliza na wametii wito wa bodi ya ligi kwenda kufanya hichi kikao baina ya Yanga viongozi wake pamoja na bodi ya ligi. Lakini kilichokuja kutokea mwisho, Yanga wametaja matakwa yao ambayo wameainisha kwenye kikao hicho, moja wapo ikiwemo kamati ya masaa 72 ijiuzuru. Bodi ya ligi kuna baadhi ya watu ambao wanahitajika kujiuzuru, na kuna baadhi ya vitu ambavyo wao wenyewe wameviainisha kwenye kikao hicho kama matakwa yao binafsi ambayo wanayahitaji yatokee ili mradi waweze kuendea mchezo huu kutokana na kile ambacho kimetokea. Sasa ukakasi unazidi kuwa mkubwa zaidi kwa sababu majibu ya pande zote mbili yanakuwa yanakinzana. Kama hapa tumemsikia Almas Kasongo ametoka mbele ya hadhara na kusema kwamba uchunguzi bado unaendelea. Lakini ndani kwenye kikao chao kitu ambacho walichoenda kukisema ni kwamba uchunguzi ulitamatika na alikaziwia geti lisifunguliwe amefahamika, na akasema kwamba kuna kiongozi ambaye, kama namnukuu Alikamwe anasema kwamba kuna kiongozi ambaye wa serikalini ambaye alisababisha geti lisifunguliwe na alisema geti lisifunguliwe. Sasa kama huyo mtu anafahamika, kwa nini asimtaje mbele ya hadhara na kikao leo kimepitishwa? Kitu ambacho kinaleta zaidi ukakasi ni kwamba majibu ya pande zote mbili yanakuwa yanakinzana. Kitu ambacho wanakihitaji Young Africans ni kuwekwa wazi kwa vile ambavyo vilisababisha mchezo wa tarehe hiyo usifanyike, na inaonekana kwamba kuna sababu zingine ambazo zipo tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunaamini mwanzoni zilizopelekea mchezo huu usifanyike. Yaweza kuwa hata hizo sababu ambazo watu walikuwa wanazisema kwamba kuna mabounce ambao wanasadikika kuwa Young Africans ndio walioenda kuzuia gari ya Simba Sports Club ili mradi Simba sipate nafasi ya kwenda kufanya mazoezi. Yaweza kuwa ilikuwa ni scenario ambayo imetengenezwa, lakini sio watu ambao wapo upande wa Young Africans. Kwa hiyo bado hili sakata ni bichi. Hili sakata niliwahi kusema kwamba linahitaji kuondoka na vichwa vya watu, na nadhani sasa hivi umefika muda sasa wa chama cha mpira wa miguu Tanzania kuweza kubadilika, na hii ni alama ya hatari. Hii ni taa ya kijani ambayo imewashwa pale ndani ya TFF, na Young Africans wamezamiria, kwa sababu mpaka leo hii unaona kadri siku muda unavyozidi kwenda wanazidi kufukua makaburi ambayo tulikuwa hatuyafahamu ambayo yapo ndani ya ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo vilikuwa vinazidi kutokea na huku nje tulikuwa tunaona kama vipo sawa, kumbe havipo sawa. Kuna vingi ambavyo Young Africans wamewahi kukutana navyo, na ndio maana wamepeleka matakwa yao kwamba bwana, sisi hatuna imani na bodi ya ligi na tunahitaji ijiuzuru. Kwa hiyo sasa dhahiri shairi bodi ya ligi wanapaswa kutoka hadharani na kujibu shutuma hizi ambazo zimetolewa leo hii na Young Africans kwamba bwana, kuna 1 2 3 4 5 6 7 ambavyo sio vya msingi. Kimsingi football ni mchezo wa wazi. Kama kuna mtu amekosea, kanuni zitumike, lakini mpaka leo hii sisi tumeshindwa kuzitumia kanuni. Tunahitaji kutumia nguvu ya design hii ili mradi kuweza kuzipata zile kanuni ambazo zinapaswa kutumika kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Lakini yote kwa yote Young Africans wameonyesha kwamba wapo serious na kitu ambacho wamekipanga. Mara kwanza walikuwa wanasema tu hawatouendea mchezo wa dabi, lakini siku ya leo wameainisha kwamba hata hiyo michezo miwili iliyobakia hawapo tayari kuiendea, kama tu bodi ya ligi haitofuata maagizo ambayo Yanga wao wameona ni yana msingi kwa upande wao kutokana na kile ambacho wanaendelea kufanyiwa ndani ya ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo mimi nadhani hichi ni kitu ambacho kinaweza kinazidi kuchafua taswira ya soka letu la Tanzania. Pale ambapo tulifika kwa nguvu kubwa, tunaweza tukaanguka kwa makosa na udhaifu wa watu wachache ambao wapo kwenye bodi ya ligi, kwa sababu huu ni uhalisia ambao tunaenda kuutengeneza sisi wenyewe. Sasa hivi kilichotokea ni kitu ambacho Afrika mzima watakuwa wanasikiliza kwamba kitu gani ambacho kinapelekea mpaka sasa hivi ligi ya Tanzania isitamatike. Mara zote si ujue tulikuwa tunamaliza ligi kabla ya Misri. Lakini leo hii Misri wamemaliza ligi, sisi bado hatujamaliza. Bado hili saga la Yanga kugomea kucheza dabi linaendelea kuonekana lipo. Kwa nini wanagomea kucheza dabi? Bodi ya ligi watoke hadharani, watoe majibu ambayo walikuwa wanayafanyia uchunguzi kwenye mchezo wa Machi 8. Waje na majibu yao. Kama yatakuwa ni majibu ambayo yanaeleweka, mimi naamini kwamba hata Young Africans wakirizika nayo mchezo tutapata kwenda kuona. Lakini kwa hichi ambacho kinaendelea na jinsi ambavyo Yanga wanaendelea kureact na haya matukio ambayo yanaendelea, si uone mchezo wote ukiendelea kuchezwa kwenye mizunguko iliyobakia, kwa sababu Yanga wamekwambia hawapo tayari kucheza mchezo wa tarehe 15. Hata mchezo wa Prison wa tarehe 18 pia hawapo tayari kuuendea. Wakihitaji matakwa yao waliokaa kikao cha leo yasikilizwe ili mradi waweze kukamilisha kile ambacho kimebakia. Kwa hiyo mimi nadhani bodi ya ligi sasa hakuna namna ambayo wanapaswa kufanya. Wanapaswa kukubali kwamba wamekubali kuichafua
ligi yetu ya Tanzania, kwa sababu hichi kilichotokea ni kuichafua ligi ya Tanzania. Sasa hivi tumehangaika kuitengeneza brandi kwa muda mrefu, tumehangaika kuipandisha ligi kwa muda mrefu. Sasa hivi tupo hata pale kwenye top 5 ya ligi bora Afrika, lakini sasa virusi vichache ambavyo vipo kwenye soka letu ndio vinavyosababisha tuelekee kuichafua ligi yetu, tuelekee kuichafua ile brand ambayo tulitumia nguvu kubwa kuijenga. Kwa hiyo mimi nadhani hakuna ambacho tunapaswa kukikataa. Unajua, kujiuzuru haimaanishi haukuwa kiongozi bora. Yaweza kuwa muda wako wa utendaji na weledi wako wa kiutendaji ulipofikia ndo mwisho wake, ya kupaswa kuachia ngazi na kuapisha watu wengine. Napata kuelewa ugumu ambao unatokea kwenye sakata hili la kujiuzuru. Unajua, kuukataa ugali kwenye kipindi ambacho cha ziki ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo mimi naamini kwamba viongozi wa bodi ya ligi pia wanapaswa kujitathmini. Hili sakata limeshakuwa kubwa. Tusiruhusu mpaka mamlaka kubwa za kisoka zikaingilia sakata hili, kwa sababu baadaye tunaweza tukajikuta tunaelekea sehemu ambapo sio sahihi zaidi. Sawa, bwana Nira amezungumza hivyo kwa urefu na upana wake kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Bodi mimi walikuwa ndugu zangu. Na uliomba radhi. Tengua radhi ambao uliwaomba. Hapana, siwezi kutengua, lakini wananisikitisha. Bodi wananisikitisha. Unajua, mara ya kwanza walikuwa wamesimama kwenye mstari vizuri kwa maana kwamba yes, bana mechi itachezwa tarehe 15 ya mwezi wa 6 na kila kitu kitaenda kama ambavyo kilikuwa kimepangwa. Ndio. Mimi nilikuwa nategemea bodi ya ligi waendelee kubaki kwenye mstari wao, kwa maana kwamba kusimamia kile ambacho walikuwa wamekiamua. Young Africans pia nilikuwa natamani, na mara ya kwanza nilizungumza hapa, nilitamani wabaki kwenye msimamo wao. Lakini TFF, bodi ya ligi, kuwaita Young Africans kuja kujadili tena kwenye jambo ambalo wao wenyewe walisema kwamba kila kitu kiko sawa na mchezo utapigwa, maana yake wao wanakwenda kudhibitisha kwamba walikuwa sio sahihi. Ndio maana wamuita mtu waje wakae naye waje kuzungumza. Kwa kama bodi ya ligi walikuwa wanaamini wao wako sawa, kulikuwa hakuna haja kwenda kuwaita tena Young Africans. Wewe umeshatoa taarifa kwa maana kwamba mchezo tarehe 15 ya mwezi wa 6 utakwenda kufanyika. Ulitakiwa kuendelea kusimamia hapo hapo ambapo upo. Then Young Africans anaamini kwamba mchezo haukuvunjwa kwa kufuata vipengele vya kikanuni. Young Africans itakuwa kusimama pale pale. Kwa bodi ya ligi kuwaita Young Africans kuja kujadili kuhusu hali ya mchezo, maana yake bodi ya ligi hawako sawa. Wao wangekuwa sawa ni kutoa tu ratiba kama ambavyo wanajua weza kwamba ratiba ya Simba labda na Kagera Sugar, Simba na Ken Gold haina kipengele, wametoa ratiba wamekaa kimya. Ilitakiwa wawe hivyo hivyo, maana yake wangekuwa wanaonyesha kwamba kile ambacho walikuwa wanakiamua kilikuwa kiko sahihi na wanachokisimamia ni kitu sahihi. Lakini kuwaita Young Africans, naanza kuamini kwamba moja kati ya sehemu ambayo ilikuwa ina changamoto ni bodi ya ligi. Maana yake kwenye hivi virabu, maana yake kuna virabu, kuna bodi ya ligi. Bodi ya ligi inaundwa na virabu vya ligi kuu, ligi daraja la kwanza pamoja na ligi daraja la pili. Kwa wao ndio wasimamizi na kila mtu ana haki na wajibu wake. Bodi ya ligi wana wajibu wao kwenye kutunga, wana wajibu ambao wanatakiwa kufuata, lakini pia wana haki zao. Young Africans ana wajibu ambao anatakiwa kufuata, lakini pia ana haki zake. Kwa hiki ambacho bodi ya ligi kuwaita tena Young Africans, maana yake wao kuna sehemu hawako sahihi, ndio maana wamewaita kuja kutumia tena busara ni namna gani ambacho wanatakiwa kuweza kwenda kukifanya, kitu ambacho sioni kama kitakuwa ni kitu sahihi sana kwa bodi ya ligi. Mara kwanza nilikuwa naamini kwamba bodi wako sawa, lakini kwa hiki ambacho wanakifanya na ianza kuona kwamba kuna sehemu bodi ya ligi hawakuwa sahihi, ndio maana wanajaribu kutafuta loophole ya kumaliza au kufanya huu mchezo ufanyike kwa kufuata busara zaidi kuliko kanuni, kama ambavyo tulikuwa tunatamani siku chache zilizopita hapo nyuma. Tulikuwa tunatamani kwa maana kwamba kila mtu abaki kwenye mstari wake, tuone nini ambacho kitatokea. Na mimi nilikuwa naamini hili jambo kama litaisha kikanuni, naamini msimu wa 2025-26 utakuwa ni msimu bora sana, msimu ambao kila mtu atakuwa anaheshimu kanuni. Bodi ya ligi jukumu lao la kwanza itakuwa ni kuzisimamia kanuni, virabu jukumu lao itakuwa ni kuenda kuzifuatisha kanuni. Msimu huu pia tulikuwa tuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa viendi sawa, vilikuwa vinaendeshwa kwa busara tu. Young Africans hawakusaini timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 ambao kikanuni maana yake umeferi kwenye leseni ya virabu, umeferi kwenye matakwa ya leseni ya klabu, na ukiferi kwenye masuala ya leseni ya klabu maana yake huko tayari kwenda kushiriki ligi kuu. Simba Sports Club walikuwa hawajasaini baadhi ya wachezaji wao wa Simba Queens kwenye ligi, lakini nini ambacho kilifanyika? Dakika chache baada ya mchezo kuanza zikatumwa resen na Simba wakacheza kwenye mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya Young Africans. Wachezaji wao mara ya kwanza walizuiwa kukaa kwenye bench, lakini baada ya dakika 10-15 wale wachezaji wakaruhusiwa kwenda kukaa kwenye bench. Nini ambacho kilikuwa kinatumika? Kilichokuwa kinatumika ni busara zaidi. Kwa hiyo
msimu huu mimi natamani utamatike kwa kanuni, ili tutakapoanza msimu 2025-26 TFF bodi ya ligi wabaki kwenye kuzisimamia kanuni na virabu vibaki kwenye eneo la kufuata hizo kanuni ambazo zitakuwa zimetengenezwa, na itakuwa vizuri zaidi kwa kuwa hivi virabu vyote vikubwa viwili vikifanya makosa, vikiadhibiwa, itakuwa pia ni demonstration kwa hivi virabu vidogo. Wanasema kama mti mkavu umefanywa hivi, vipi kuhusu mti mbichi utakuwaje? Kwa hiyo mimi naamini kuendelea kuvishadadia hivi virabu vikubwa, kuvidekeza, nadhani pia inaweza kwenda kutengeneza ubovu mkubwa. Na tumefika hapa sio kwa bahati mbaya, tumefika hapa kwa sababu ya hivi virabu kuendelea kuvilea wepesi, kuendelea kuvidekeza kwa kiwango kikubwa. Ndio maana tumefika hapa leo hii. Kama Young Africans angekuwa hachezi ligi mara baada ya kushindwa kufanikisha takwa lake la kikanuni la kushindwa kusaini wachezaji wa under 20, maana yake angekuwa hachezi ligi kuu. Na hiki ambacho tunakizungumza kuhusu mchezo namba 184 tungekuwa hatukizungumzi hivi sasa. Simba na Simba Queens hao ambao walikuwa hawajasaini wachezaji wa Simba Queens, baadhi ya wachezaji walikuwa hawajasainiwa, maana tulikuwa tunashuhudia pia Simba Queens wame disqualify kwenye eneo la leseni ya virabu. Hata hizi changamoto ambazo zimetufikisha hapa zisingekuwepo. Tumefika hapa kwa sababu bodi ya ligi walikuwa wanatumia zaidi busara. Kwa bodi ya ligi wamekuja kukumbushwa na Young Africans, kwa maana kwamba wanatakiwa kuzisimamia kanuni ambazo zilitungwa na virabu, wao wazisimamie na virabu waweze kuvifuata hizo kanuni ambazo zimetungwa. Huyo ni Ali Luambano akizungumza katika kile ambacho kipo kwa Yanga pamoja na bodi ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Umehemwa ninachokiona na ninachokiamini mimi, bodi ya ligi kuu Tanzania bara wamewaita Yanga mezani kwa sababu wanajua kwamba wamekosea. Yani kama ingekuwa bodi ya ligi wanajiona wako sahihi, wasingewaita kabisa Yanga. Yani wasingekaa wakajishughulisha na Yanga kwamba bwana njoeni sijui tuje kuzungumza. Sasa tuzungumze nini wakati sisi tunaona tuko sahihi, na tumeshaupanga mchezo ufanyike tarehe 15. Kwa mimi ninachokiamini binafsi ni kwamba bodi ya ligi kuu wanajua, yani wameshajiona kwamba tumekosea kwa kile ambacho kimetokea tangu Machi 8 mpaka kufikia leo. Na ndio maana wakawaamua wawaite Yanga kama sehemu ya kuanza kwa petipeti, kama pengine wanaweza wakacheza. Na mimi nilikuwa naamini ya kwamba Yanga walivyoitwa safari hii ingekuwa rahisi ya wao kukubali kucheza huo mchezo wa Juni 15. Ndio nilikuwa naamini hivyo. Yani baada ya kusikia zile taarifa kwamba bodi ya ligi wamewaita Yanga. Lakini kwa namna ambavyo naona anazungumza leo Alikamwe kwenye hii press, mimi ninachokiona ni kwamba yani mawazo ya kusema huu mchezo upo tarehe 15 ni kama yafifie kabisa. Ni ngumu sana, tena sana huu mchezo kuwepo kwa tarehe 15. Na ukimnukuu pia Ari anasema kama matakwa yao matatu ambayo yanahusiana na mchezo namba 184 na takwa la 4 la kutaka baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi na TFF wajiuzuru, wako tayari kucheza mchezo namba 184 lakini kwa tarehe nyingine. Hicho pia tumekizungumza hapa awali kabisa, mapema tumekisema hivyo. Kwa hiyo hata kama hiyo dabi nayo hipo, lakini sio kwa tarehe 15. Yanga wao na wao hawataki. Lakini kitu kingine ninachokiona, kama Yanga watashikilia msimamo ya kwamba hatutaki kucheza hii tarehe 15, tunataka tarehe nyingine, wasiwasi wangu ni kwamba Simba na wao hawatakubali kucheza tarehe nyingine. Nina wasiwasi na hicho kitu. Anyway, kuna utasoma hizi comments za kwenye YouTube. Huyu Hussein Balozi wa Ilemi Mbeya kaandika Rehema mtacheza hata kwa viboko. Kwani mimi mchezaji wa Yanga? Auwe pakome. Umesikia Isa? Wewe unataka kusema Simba tarehe ikipangwa tarehe nyingine wanagoma kwa sababu gani? Yanga wamegoma hii kwa nguvu ipi? Hivi unajua kwamba tarehe 8 kwa sababu ngoja Nira. Simba watasema hivi, kwa nini mmeahirisha mlishapanga mchezo tarehe 15? Kwa nini leo hii muhairishe mpeleke tarehe nyingine? Yani mmetumia kanuni zipi, mmetumia kigezo gani? Na mimi nina uhakika ukiwaambia bodi ya ligi watafute kanuni za kusema labda mchezo umeahirishwa. Shika maneno yangu. Mpaka bodi ya ligi wanawapetipeti Yanga hivi. Ndio. Kaa ukijua kwamba baada ya miaka 5 mbeleni kama Mungu atatupa uhai, utakuja kusikia hii kwa kiongozi yoyote yule. Simba tarehe 8 walitoka Unyoya. Ndio nini hiyo kutoka Unyoya? Simba tarehe 8 walikimbia. Walishika ndala. Hasa. Yani ije mpaka unaona bodi ya ligi wanakubali kwenda kwa petipeti Yanga hivi. Hakuna sababu ya msingi iliyokaweka. Mimi binafsi miaka 5 baadaye mbele tutakuja kuyasikia na tutajua ukweli wake hapa.
mimi kama naunganisha na kiongozi alipiga simu, sababu hata mimi nilisikia kwamba bwana, mbona ukutuambia mapema? Unaanza mambo yako. Hamna, hii sio mambo bwana. Kuna mtu mmoja alipiga simu kaambia bwana mambo, yani kama watu wameziona zile 5G yani ambele kama vile zilionekana, kaambia bwana hii hapa nitoke nduki, ndo nduki katoka ya kasi ya ajabu. Sasa yani kuna kitu ambacho kipo hivi, vilabu viwili usifikirie mwanachama wa huku hawaambiani na mwanachama wa huku. Yani hizi wasama unakuja tu kwenye vipaza sauti kwenye kio, lakini hawa jamaa wanapeana taarifa. Wewe kipindi cha tetesi usikii kwamba fulani anasajiliwa, wanaficha hizi zinatoka wapi? Wenyewe wanachama wenyewe ndio wanatoa haya mambo. Sasa bwana mimi kuna mtu akaniambia kabisa, akaniambia bwana kuna 1 2 3 bwana wao alisema bwana hapo tafuteni namna yoyote yani muokoeja. Ile ngoma watu. Hii siingia kwenye answer. Ile ngoma mpaka leo hii ndio maana umeona wanazidi kujikanganya wenyewe kwa wenyewe. Msikia kwa maelekeza. Leo bodi wanaitanga. Yani asubuhi tena leo wakati kwa kumepambazuka kabla sasa ile press haijaanza kuzungumza rasmi, unajua kwenye mitandao kusema kwamba jamaa waitaki tarehe 15 Jumapili. Kufuatilia huko nyuma walishacheza Jumapili lini na matokeo yalikuwaje? Take it from me. Unaongelea Jumapili? Kwani hujui kwamba pale kuna mtu aliambiwa ulinde ule? Alitegwa Mwarabu afu Mwarabu akakurupuka akaruka. Tokeo umeanza kulindwa ule. Mpaka leo hamna aliyetumikia ule. Kwa watu wanaogopa. Wewe ujiulize, mvua mwezi wa 6 si inasafisha kwanza? Safisha kwanza hapo pangeni tarehe. Bana sawa, dakika zimebakia 6 pekee kabla ya kufika majira ya saa 12 dakika 55. Nataka nikukumbusha namna gani ambavyo unaweza ukacheza mara nyingi zaidi kutoka pale kwa Mshua, ili mradi kuwa miongoni mwa wale washindi. Tukusikilize. Baada ya hapo tuje kwenye mambo ya kukopana sasa. Mimi ninasisitiza pale kwamba tayari makosa yalishafanyika. Kile kitendo tu cha ule mchezo mpaka saa 3 asubuhi kusema unachezwa na usicheze, alafu taarifa kuja kutoa saa 6 mchana, kwa sababu utaratibu unasema kuna saa ambazo zimewekwa kwa ajili ya kutoa taarifa kama kuna mabadiliko na vitu kama hivyo. Sasa tayari kuna mkanganyiko, bodi na upande wa pili wakaeleza sababu zao. Taarifa ambayo hata Yanga leo wameulizia wakasema taarifa ile ya uchunguzi, na mwenyewe CEO wa bodi akasema wanayo. Ingekuwa ni vizuri zaidi ule uchunguzi baada ya kufanyika ukawekwa hadharani. Unajua uchunguzi ukawekwa hadharani, hizi sintofahamu ilikuwaje kawaje nadhani zingekuwa zimeshaisha ama kupungua kabisa. Sasa wakaipangia tarehe mechi ambayo hata walikuwa hawajakaa na upande wa pili kuwasikiliza wao wanasemaje. Ina maana baada ya kupokea malalamiko ya upande mmoja wakayafanyia kazi, wakati hawajatoa hukumu yake sijui ile uchunguzi wake, wakapanga tarehe nyingine kabla ya kuwasikiliza upande wa pili. Sasa naona wameona userious wa jambo kwa upande wa Yanga, wamelikazia sana kamba. Naona kabisa kwamba kwa vyote itakavyokuwa Jumapili jambo linaweza lisesa. Wameamua kurudi mezani tena. Wao kama walezi ni wazazi, jukumu lao ni kusuluhisha jambo. Wayafikiane, sisi tunataka kuona mchezo unachezwa. Lakini mchezo usicheze tena kwa tarehe ambayo bodi waliipanga kabla hawajazungumza na Yanga. Yaani wapange mchezo tarehe ambayo baada ya kuzungumza na Yanga wamepata suluhisho kwamba bwana sisi tulipanga tarehe wakati hatujazungumza na Yanga. Sasa tuwasikiza tu Simba, lakini Yanga tulikuwa tunawasikiliza. Hata kama ni barua kama walikuwa hawajajibu walikuwa wajibu. Kwa hiyo baada ya hapo tena wapange tarehe ambayo Yanga hayo walioeleza katika barua yao wakae nayo, ambayo wataweza kuyafikia mwafaka. Mimi naomba wafikie mwafaka mapema ili ligi ishe. Na hii ligi sasa. Yaani wafike mwafaka mapema ili ligi ishe, kwa sababu tuna mambo mengi jamani. Chani inakuja mwezi wa 8. Sisi wapenda mbungi tuna hamu ya kushuhudia mbungi Isa. Chani inafanyika Tanzania, Kenya, Uganda. Sasa kwa nikapata zali mimi ukajikuta niko Uganda, mimi naenda kula matoke huko. Bado tunasubiria tu ligi haijaisha kisa Simba Yanga. Simba Yanga msifanye hivyo. Yanga kama wenyewe watakubali wacheze washushwe daraja wanyang'anywe la 15 sawa, sio wametaka. Afu hiyo ligi inaokuja mwezi wa 10 huko, si mwezi wa 9
Zitachezwa timu zote, Yanga hamna. Atacheza timu zote au Simba hamna. Watapanda na nili. Watapanda. Geita Gold watapandishwa. Lakini mimi nasema ili kuwe na ligi yenye msimamo. Na kuwe na yani tufuate taratibu na misingi ambayo tumejiwekea. Ndio. Lazima sheria zifanye kazi yake kwa mujibu wa taratibu. Ili ligi iwe inoge. Ligi ya msimu ujao inoge 25-26. Lazima tufuate sheria na kanuni ambazo tumejiwekea. Hata sisi hapa studio, si wajibu wetu kuingia kwenye kipindi 12 kamili. Ndio. Unaingia 12 na robo kwa excuse gani kwamba kulikuwa na foleni barabarani? Sio jukumu la bosi wako. Sio jukumu la bosi wako. Wao unatakiwa uingie studio 12 kamili. Lakini unakuja na robo, unakuja na nusu. Unatuambia nilichelewa nilifanya nini? Hiyo ni sio shida zetu. Sisi tunatakiwa 12 kamili sports venue ianze. Ili tusome makavu hapa kina Halima Mkacha na wengineo wengi, ndio jukumu letu. Lakini mimi narudi pale statement yangu ni lazima waliokiuka taratibu wawajibishwe kwa mujibu wa kanuni na sheria ambazo zimewekwa na wapenda soka na wadau wa soka na taasisi ambazo zinasimamia mpira wa miguu nchini Tanzania. Ni shirikisho la mpira wa miguu pamoja na bodi ya ligi. Mimi nimemaliza. Sawa, bana, ni wakati wa kwenda kuchezesha draw huu msikilizaji, na kama bado hujacheza basi nenda ukacheze kwa mara ya mwisho kutoka pale kwa Mshua. Inawezekana bahati ikaangukia upande wako na kuwa miongoni mwa wale washindi. Kumbuka kwamba ipo mpaka shilingi 150,000 ambayo inakwenda kutoka wakati huu kwa watu 35 kule kwenye YouTube channel ya Bongo TZ FM. Kusema ukweli kumechangamka sana, na kumbuka kwamba leo tuko mguu kwa mguu na Yanga. Tukirejea pia tutakuwa nao tena tuje kuangalia kwa undani zaidi kuhusiana na finali yao ya kukopwa hii, nini hasa kimekuwa, tuje kuangalia huko. Lakini natamani nipite pale kwenye message 2-3 kutoka pale YouTube tuone. Mimi natafuta mwakilishi. Wakati wewe unatafuta kabisa mwakilishi hapo. Alikopwa. Unajua hata kida leo kwenye somo na ile angeka kukopwa day. Asema Mwazani Malipula, yani anasema mpaka mseme. Niandika hivyo. Peter Paul anasema yule Almasi Peter. Habari? Nzuri. Mimi naitwa Rehema Nangu kutoka Bongo FM. Nazungumza na nani na uko wapi? Unaongea na Debora Kibati Maguchi. Uko wapi Debora? Njombe. Kwa nini kuna tano amna mechi wewe? Unaona mimi kuna mechi inachezwa? Najaribu kuuliza labda maana hichi kikao nani anapeleka hiyo timu? Mwakopa watakuja. Wewe hali unasemaje? Mbona kama una mawazo tofauti? Sioni mechi na bodi ya ligi watatoka kuja kuifuta hii mechi, kuihairisha kwa mara ya pili tena. Kama ambavyo waliahirisha tarehe 8, na mimi pia wanaweza kwenda kuahirisha tarehe 15 kwa maana kwamba mchezo utafanyika. Na nilikuwa naangalia matakwa ya Young Africans, kitu ambacho wanataka kufanya. Wakiahirisha pia mchezo, maana yake sio kwamba ndio takwa ambao Yanga pekee wanalihitaji, lakini pia wanalihitaji takwa jingine ambao wanalihitaji ni wale viongozi wa juu wa TFF na bodi ya ligi wanatakiwa pia kuondoka. Kwa kuahirisha peke yake sio ndio utafanya Yanga waipeleke timu uwanjani. Wanatakiwa kufuata matakwa ya Young Africans. Moja ni kubadilishia mchezo tarehe, pili ni kuifanya pia viongozi wa juu wa bodi ya ligi na TFF waweze kuondoka. Na unajua kuna baadhi ya vitu vingine vinahitaji pia tu busara ya kawaida. Bodi ya ligi wao walichotakiwa kufanya ni kuendelea, wao kama wanaamini walikuwa sawa, walitakiwa kusimama kwenye msimamo wao. Kama wanaamini kwamba hawakuwa sahihi, wanatakiwa kujiuzuru. Unajua bado miezi miwili tu ule muda wao wa kubaki madarakani umalizike. Kwa kama unahisi kabisa kwamba mimi sikuwa sahihi. Kwani bodi inachaguliwa kila baada ya msimu? Baada ya miaka miwili. Kwa huu ni msimu wa pili. Na imebaki ligi imebakiza mwezi mmoja, miezi miwili. Ndio muda ambao umebakiza madarakani. Bana alishikilia hapo tunarudi bwana. Tunapasiana. Tunampa yule anampa yule, yani kampa